2. Kwa hiyo wakati ni sahihi kuwapongezeni watu wa Nkasi Kaskazini. Ni muhimu tuone uchaguzi wa nchi hii kwa sasa kama janga la taifa linalohitaji tufanye utaratibu tofauti kidogo, na nitauelezea hapa. Sasa sio uchaguzi mkuu tu, uchaguzi wa vijiji. Wenyewe mmesema, viongozi wamesema hapa, tangu mwaka 2000 CCM hawajashinda chochote hapa. Mwaka jana kwenye wilaya nzima ya Nkasi wamekomba vyote, wameiba vyote, wamebakisha kimoja. Yaani wilaya nzima ya Nkasi ina mwenyekiti mmoja wa kijiji wa Chadema. Kwenye kata yenu hapa 2014, miaka 10 iliyopita, mlichagua wenye viti 7 kati ya 8 wa Chadema. Miaka 10 baadaye mnaambiwa wagombea wenu hawajui kusoma, hawajui kuandika majina yao, hawajui kuandika jina la chama chao. Uhuni mtupu. Uhuni mtupu. Miaka 10 iliyopita hii sisi nchi nzima Chadema tulishinda vijiji 1754. Mwaka jana tumeshinda 97 kutoka 1754. Miaka 10 iliyopita tulishinda mitaa 980 ya mjini. Mwaka jana mitaa 36 tu. Kwa sababu gani? Kwa sababu wananchi wanatupigia kura, wanaotangaza matokeo ni CCM, wanaosimamia uchaguzi ni CCM, mkurugenzi asimamie uchaguzi kama kwenye halmashauri nzima, watendaji wake wanasimamia vijijini, na wote wamewapa amri kwamba wasitangaze wapinzani, wasitangaze Chadema. Kwa mnapoenda kupiga kura, mnaenda kufanya kazi bure. Ni nchi nzima sasa, ni ugonjwa wa nchi nzima, na ulianza 2019 walipofuta wagombea wetu wote nchi nzima. 2020 uchaguzi mkuu wakatubakishia mbunge mmoja, Aida wenu. Mwaka jana, maafa ya mwaka jana, uchaguzi wa vijiji na mitaa. Sasa niwaulize wananchi wa Kirando, tutaenda namna gani, namna hii kwenye chaguzi hizi mpaka lini? Tutanyamazia upuuzi huu mpaka lini? Tuwaruhusu watuibie mpaka lini? Ni lini ndio tuseme inatosha? Ndio maana chama chetu kimesema baada ya mwaka jana, kamati kuu ya chama ikasema sasa mapambano yetu lazima tuyaelekeze kwenye kubadilisha mfumo wa uchaguzi.